Naomba nichukue nafasi hii kushukuru kwa mapokezi mazuri na taarifa ya utekelezaji wa shughuli za taasisi, mradi wa ujenzi wa hosteli ya wanafunzi, shughuli za kambi maalum ya maarifa yaani bootcamp ya wanafunzi wanufaika wa programu ya Samia Scholarship Extended Data Science and Artificial Intelligence iliyotolewa na makamu mkuu wa taasisi pamoja na wasaidizi wake wote nilipotembelea eneo la mradi na maeneo mengine ya taasisi. Nimefurahi kujionea shughuli nyingine zinazofanywa na taasisi ambazo kweli zinaakisi malengo ya uanzishwaji wa taasisi hii kama kitovu cha kuendeleza sayansi na teknolojia kama nyenzo ya kuharakisha maendeleo ya nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Nawapongeza sana kwa kazi nzuri mnayoendelea kuifanya. Naomba nitumie nafasi hii kuelezea umuhimu wa uanzishaji wa taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela kama taasisi ya kikanda na kitovu cha utafiti na ubunifu wa teknolojia. Taasisi hii ilianzishwa kimkakati kama moja ya hatua ya kujenga uwezo wa ndani katika kuzalisha wataalamu katika masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Maono ya viongozi wetu wa kuona nchi yetu inajitegemea kwa kuzalisha wataalamu mahiri na teknolojia yameendelea kujitokeza kupitia sera ya taifa ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na dira ya taifa ya maendeleo 2050 ambayo katika nguzo ya 3 inayozungumzia uwezo wa watu na maendeleo ya jamii imeainisha vipaumbele kadhaa vikiwemo jamii iliyoelimika yenye ujuzi na inayopenda kujifunza na nguvu kazi yenye ujuzi na ari. Na leo nimejionea jamii hii hapa. Aidha, dira 2050 imeainisha waziwazi kuhusu umuhimu wa utafiti, sayansi, teknolojia na ubunifu na mageuzi ya kidijiti kama nyenzo muhimu za kuwezesha utekelezaji wake. Hivyo uwepo wa taasisi ya sayansi na teknolojia Nelson Mandela ni muhimu sana ili kufikia malengo tuliojiwekea kwenye sera ya taifa ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 23 na dira ya 2050. Ndugu viongozi, napenda kusisitiza tena lengo kuu la serikali kama ambavyo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akisisitiza mara zote ni kuhakikisha kuwa Tanzania inakuwa ni taifa lenye vijana wenye ujuzi unaokidhi mahitaji ya masoko ya ajira ndani na nje ya nchi. Nimefurahishwa kuona taasisi hii inaweka msisitizo wa hali ya juu kwa wanafunzi wake kufanya tafiti na bunifu za kiteknolojia zinazoakisi mahitaji ya jamii na viwanda kama ambavyo Vice Chancellor ameeleza hapa. Hili linaakisiwa na hata kauli mbiu ya taasisi ambayo inasema taaluma kwa jamii na viwanda, yani Academia for Society and Industry. Utaratibu huu ni mzuri kwa kuwa unatoa fursa kwa vijana kufanya utafiti, ugunduzi na ubunifu unaoendana na mahitaji ya jamii na viwanda na hivyo kuongeza ushindani wa ndani, kikanda na kimataifa. Aidha, tumesikia hapa katika wasilisho kwa taasisi inataka kuongeza ushiriki wa wanafunzi wa kike katika masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Na ndio maana katika mipango yenu mkaja na mradi wa ujenzi wa hostel maalum kwa ajili ya wanafunzi wa kike wenye watoto na wale wenye mahitaji maalum. Huu ni ubunifu wa hali ya juu katika kutoa fursa sawa kwa wote. Napongeza sana jitihada hizi kwa sababu zinaendana na mipango ya serikali katika kutoa fursa kwa wote bila kuachwa mtu yoyote nyuma na hasa mtoto wa kike. Lakini pia nimeona maendeleo mazuri ya mradi wa ujenzi wa hostel pamoja na uwepo wa changamoto chache. Napenda kuchukua nafasi hii kupongeza uongozi wa Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia kwa usimamizi wa shughuli za ujenzi kwa kiwango kizuri kinachoakisi thamani ya fedha. Vile vile taarifa imeeleza kuwa ujenzi wa hostel wa awamu ya kwanza umefikia 80%. Hatua hii ni ushahidi wa jitihada, uwajibikaji, uvumilivu na uzalendo wa uongozi na watumishi wa taasisi hii.
Ili kufikia azma na malengo tuliyojiwekea kwa haraka zaidi, napenda nichukue nafasi hii kumwelekeza fundi mkuu wa mradi, kwa kuwa mradi unatekelezwa kwa force account, kuharakisha shughuli za ujenzi zikamilike kwa wakati kama ilivyopangwa. Kwa upande wa wizara, napenda kuhakikishia kuwa maombi mliyowasilisha hapa, ikiwemo upatikanaji wa fedha za kukamilisha ujenzi wa awamu ya kwanza, tumeyachukua kama wizara na tunaenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba ujenzi huu unakamilika kama ilivyokusudiwa. Ndugu viongozi, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka kipaumbele kikubwa katika kujenga uwezo na kusimamia mageuzi na maendeleo ya teknolojia za kidijitali kama nyenzo muhimu ya kuharakisha maendeleo ya uchumi wa taifa letu, kuzalisha ajira mpya kupitia teknolojia zinazochipukia na kuongeza ushindani wa nchi katika uchumi wa dunia. Kwa kuzingatia msukumo huu wa serikali, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebuni na inatekeleza mpango maalum wa kujenga uwezo wa nchi katika teknolojia za masuala ya takwimu, akili unde na sayansi shirikishi. Mpango huu unalenga kuimarisha uwezo na ushindani wa nchi yetu katika teknolojia za kidijitali kwa kuandaa wataalamu mahiri kitanzania. Mpango huu unatekelezwa kupitia programu ya Samia Scholarship Extended kwa sayansi ya takwimu, akili unde na sayansi shirikishi, kwa kutoa scholarship kwa wahitimu wa kidato cha 6 wenye ufaulu wa juu kwa ajili ya fursa za masomo ya elimu ya juu nje ya nchi. Utekelezaji wa programu unaratibiwa na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, yani COSTECH, Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela iliteuliwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kambi maalum ya maarifa kwa wanufaika wa programu hii. Na pia hapa nichukue fursa hii kuwapongeza sana Taasisi ya Nelson Mandela kwa kufanikisha awamu ya kwanza ya programu ya bootcamp kwa mafanikio makubwa sana. Lakini pia leo nimefurahi kupata fursa kuonana na vijana wetu hawa 50 ambao wanaandaliwa na Taasisi ya Sayansi na Teknolojia kwa ajili ya kupelekwa nje ya nchi kusoma shahada za kwanza katika masuala ya takwimu, akili unde na sayansi shirikishi. Napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana vijana hawa 50. Na nawapongeza kwa sababu tunafahamu competition ya hizi nafasi ilikuwa kubwa sana. Mlikuwa 100, 50 wakatoka, mmebaki nyinyi 50. Niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Na naomba mjue kuwa taifa zima linawategemea katika safari ya mageuzi ya kidijitali. Aidha, mtakapopata nafasi na kudahiliwa katika vyuo maarufu nje ya nchi, pamoja na kuzingatia masomo, pia mkazingatie maadili ya Kitanzania. Popote mtakapokuwa, kumbukeni nyinyi ni Watanzania, na ninaamini kwamba mmeshapata dozi ya kwanza, dozi ya pili itafuata. Hadi mnaondoka hapa mtakuwa mko vizuri sana. Lakini pia mkumbuke kwamba mna utamaduni wenu, desturi zenu na tabia zenu, hivyo msizisahau na mkumbuke hivyo wakati wote mnapokuwa katika nchi zitakazopangiwa kuenda. Na wahenga walisema, mimi siwajui lakini nawasikia. Nadhani na nyinyi pia hamwajui, kwa eji yenu mnawasikia. Wahenga walisema mkataa kwao mtumwa. Kwa hiyo mnakoenda huko, mnaenda kwenye nchi za watu, lakini mkumbuke kwamba mna taifa lenu mama ambalo ni Tanzania. Kwa hiyo msiende kusahau. Mkisahau hivyo, mnaenda kuwa watumwa huko. Kwa ujumla, programu ya SSE imeonyesha mafanikio makubwa katika maandalizi ya wanafunzi kwa fursa za kimataifa, kuimarisha ushirikiano wa taasisi na kufungua njia nyingi za udahili na ufadhili wa masomo duniani. Kama serikali, tutaendelea kuhakikisha kuwa programu hii inaendelea kutengewa fedha na kutafuta wafadhili katika nchi marafiki. Naomba niwaone wale vijana ambao wanaenda Johannesburg.
naelekeza taasisi ya NMIST kutekeleza na kuzingatia yafuatayo. Kwanza, kuhakikisha kwamba wanafunzi 50 wa bootcamp pamoja na wanafunzi wengine watakaojiunga mwakani wanasaidiwa kuomba ufadhili katika vyuo vikuu bora duniani ili kupunguza gharama kwa serikali kama ilivyofanyika kwa vijana wetu hao, na wengine wote watakaokuja basi tunaiagiza taasisi hii kuwasaidia katika kuomba ufadhili ili vijana wetu wafanikiwe. Lakini la pili, kuhakikisha inaendelea na jitihada za kuifanya taasisi kuwa kituo cha umahiri kikanda na kimataifa katika kutoa mafunzo na kufanya utafiti na ubunifu katika masuala ya teknolojia zinazochipukia kama akili unde. Na hii mmeshakuwa mnafanya kazi nzuri sana. Mimi mwenyewe nimejionea, nimepata maelezo mazuri kutoka kwa Profesa Ramadhan na kazi nzuri ambayo inafanyika katika kituo hichi. Kwa hiyo muendelee kuendeleza kazi hiyo nzuri ili kituo hichi kiwe kweli Center of Excellence. Kwa upande wa mradi wa hostel, napenda kutoa maelekezo kwamba kwanza, kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi wa hostel ili 20% iliyosalia ikamilike kwa wakati. Kuhakikisha wanafunzi wanaanza kutumia hostel mapema iwezekanavyo. Pamoja na kwamba tuna changamoto, lakini kama nilivyosema, kwa pamoja tukishirikiana na wizara tutaenda kusolve changamoto hii ili tuone tunamaliza mradi huu kwa wakati, na wanafunzi hasa wanawake au watoto wa kike wenye watoto waweze kupata masomo yao kwa utulivu kabisa. Lakini la pili, kuendelea kutafuta vyanzo mbadala vya fedha ikiwemo ushirikiano na wadau wa maendeleo, sekta binafsi na miradi ya kimataifa ya utafiti ili kuongeza nguvu za bajeti katika mradi. Tatu, naomba kuelekeza kwamba kushirikiana kwa karibu na wizara katika kuimarisha miundombinu, rasilimali watu na mazingira ya kufundishia na kujifunzia ili taasisi endelee kuwa kitovu cha ubora wa sayansi na teknolojia barani Afrika. Na sisi tuko tayari katika hili, kwa hiyo tunategemea mashirikiano yatazidi ili kufanikisha hili. Mwisho, niwapongeze sana watumishi na wanafunzi wa Nelson Mandela kwa mchango wenu mkubwa katika kulinda na kuendeleza maono ya hayati Nelson Mandela. Endeleeni kufanya kazi kwa bidii, nidhamu, ubunifu na uzalendo kwa manufaa ya taifa letu. Programu hii ina maeneo matatu. Eneo la kwanza ni la bootcamp. Kambi hii ni kambi maalum kwa ajili ya kuwajengea uwezo na kuandaa vijana wa form 6 wenye ufaulu wa hali ya juu kwenda kusoma masomo haya nje ya nchi. Na kambi hii inafanyika kwa wiki 10 na tunao vijana hapa 50. Hawa ni wale top 50 students katika mtihani wa form 6 wa mwaka jana. Kwa maneno mengine, hii ni cream ya nchi hii. Wamechaguliwa ili waweze kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kusoma masomo haya ya data science na artificial intelligence. Eneo la pili, kama nilivyosema, ni kwenda sasa kusoma hizo shahada za kwanza nje ya nchi. Eneo la tatu ni masters, na masters hii ni kwenye data science na artificial intelligence. Na nitoe tena shukrani kwa Wizara ya Elimu kwa sababu imetoa fursa ya scholarship 10 kwa ajili ya wanafunzi wa masters watakaosoma masomo ya artificial intelligence katika taasisi ya Africa Science and Technology. Na ni taasisi mbili tu ambazo zimechaguliwa ku run hii program. Ni sisi Nelson Mandela na IIT Madrasa campus ya Zanzibar. Sasa utekelezaji wa hii bootcamp, ili kurahisisha utekelezaji wake, tuliamua kuiweka katika awamu mbili. Awamu ya kwanza na ya pili. Lakini awamu ya kwanza ilianza kwa vijana hawa kuripoti Nelson Mandela. Na waliripoti rasmi tarehe 15 Septemba 2025. Awamu ya pili
ni kuwajengea uwezo kwenye maeneo mbalimbali na utayari kwa ajili ya kwenda kusoma masomo haya ya data science na artificial intelligence nje ya nchi. Na awamu ya pili tunaianza leo. Tumemaliza awamu ya kwanza tarehe 31 mwezi Disemba. Sasa tunaanza awamu ya pili ambayo rasmi imeanza leo. Sasa awamu hii ya kwanza kama nilivyosema imekuwa na mafanikio makubwa. Kwa sababu moja ya vitu ambavyo tutakuwa kufanya kwenye awamu ya kwanza ilikuwa ni kuwasaidia hawa vijana kupata udahili kwenye vyuo mbalimbali maarufu duniani. Kuwasaidia hawa vijana kuomba scholarships. Scholarships zinazotolewa na nchi mbalimbali. Na baadhi ya scholarships, baadhi ya admissions wanatakiwa kuwa wamefaulu masomo ya Kiingereza na mitihani inaitwa CAT na SAT. Jukumu letu kubwa ilikuwa ni kuwajengea mazingira na uwezo wa kuweza kufanya hiyo mitihani ili waweze sasa kuomba udahili kwenye vyuo mbalimbali ambavyo ni maarufu katika eneo hili la data science na artificial intelligence. Kupitia bootcamp hii na hasa kwenye awamu ya kwanza, vijana wetu wamefanikiwa kutuma maombi kwenye nchi zifuatazo, vyuo ambavyo viko kwenye nchi zifuatazo: Afrika Kusini, Ireland, Misri na Urusi. Na baada ya kumaliza mitihani hii ya Kiingereza na hizi SAT na CAT, vijana wetu sasa wanaendelea kutuma maombi yao kwenye vyuo vikuu vya Uingereza, Marekani, Canada, kwa sababu ni ufaulu wa mitihani hii ni takwa muhimu au ni kigezo ili mwanafunzi aweze kudahiliwa. Lakini vile vile wakati wa awamu ya kwanza tumeendelea kuomba scholarships zinazotolewa na nchi mbalimbali. Vijana wetu wameweza kutuma maombi ya scholarships zinatolewa na nchi ya China, Hungary, scholarships za Commonwealth, Urusi, Mauritius, Saudi Arabia na Uturuki. Nchi hizi zina ratiba tofauti tofauti, lakini tunachozingatia sisi ni kuhakikisha kwamba vijana hawa wanatuma maombi na wanajaza kwa ukamilifu, na hiyo ndio kazi yetu sisi kama walezi katika bootcamp hii ya maarifa. Nieleze kidogo mafanikio ambayo yamepatikana kwenye awamu ya kwanza. Ninavyozungumza sasa, wanafunzi wetu 16 wameshapata udahili chuo kikuu cha Johannesburg, Afrika Kusini. Hiki ni chuo maarufu na ni chuo ambacho kinatoa mafunzo katika eneo hili la artificial intelligence na data science na computer science kwa kiwango cha hali ya juu. It's a world class university. Tumefanikiwa kupata nafasi 16 na wanafunzi wetu wanatarajiwa kuondoka tarehe 1 mwezi Februari 2026 kwa sababu masomo yataanza rasmi tarehe 9 mwezi wa pili 2026. Wanaobakia 34 nao 29 wameshapata udahili katika chuo kikuu cha Limerick, hiki kipo Ireland. Kwa hiyo wote wameshapata udahili wa kudumu kwenye chuo hiki cha Limerick. Lakini 5 wanaobakia nao wamepata provisional admissions kwa sababu program wanaotaka kusoma au course wanataka kusoma, hitaji mojawapo ni kufanya oral interview. Kwa hiyo wanasubiri kufanya hiyo oral interview ili waweze kupata udahili wa kudumu. Lakini kwa uwezo wa vijana wetu hatuna wasiwasi na hili. Tunaamini watafanya vizuri kabisa. Mheshimiwa Naibu Waziri, wakati wa bootcamp na wakati huu wa awamu ya kwanza tuliwapa fursa vijana wetu pia kupata mafunzo kuhusu uzalendo na usalama wa nchi yetu. Na kama unavyoona kwenye ile picha ya kushoto, ni Kanali Simbakalia. Tulimwalika hapa, alikuja akakaa na vijana siku nzima akiwaeleza umuhimu wa uzalendo na kuzingatia misingi na desturi za taifa la Tanzania. Tutaendelea kuwapa fursa za aina hiyo. Tarehe 12 mwezi huu Profesa Kabudi na ameconfirm atashinda hapa na hawa vijana kwa ajili ya kuwajengea huo moyo wa uzalendo
na kupenda nchi yao, na haya yanafanyika kabla hawajaondoka kwenda kwenye hizo nchi ambazo watakwenda kusoma. Awamu ya pili kama nilivyosema, Mheshimiwa Naibu Waziri, imeanza leo, na awamu hii inalenga kufanya mambo yafuatayo. La kwanza ni kufanya maandalizi ya safari, kwa expose kwenye zile taratibu za safari, masuala ya uhamiaji, vitu gani wanatakiwa kuzingatia, masuala ya afya, vitu gani wanatakiwa kuzingatia, masuala ya fedha, unawezaje kumanage fedha zako mwenyewe ukiwa peke yako, hakuna mzazi anayekuzunguka hapo karibu. Tunawajengea uwezo na kuwapa skills za namna ya kufanya hizo financial management. Pia tutawapitisha kwenye utamaduni wa nchi ambazo wanakwenda kusoma, ili wakienda kule wasipate cultural shock. Watakuwa tayari wameshajua tamaduni na utaratibu wa nchi zile ambazo wanakwenda. Lakini tunaendelea pia kutafuta udahili na ufadhili kwenye programs kwenye nchi mbalimbali, kwenye vyuo mbalimbali, ili tukipata hizi zitapunguza mzigo kwa serikali. Na pamoja na kwamba tunaendelea na hii program ya awamu ya pili, lakini bado tunaendelea kutuma maombi kwa ajili ya scholarships, ili sasa zile fedha ambazo serikali ingezitumia kwa ajili ya kuwa sponsor wa vijana zitumike kwa matumizi mengine. Hitimisho kwa eneo hili, Mheshimiwa Naibu Waziri, ninaomba niseme program hii tangu imeanza ni miezi minne sasa, imekwenda kwa mafanikio makubwa sana. Machache kati hayo ni kama nilivyosema, tuna assurance kwamba wanafunzi hawa wana uhakika wa kupata admission. Kuna vyuo tayari wameshapata. Tunachofanya sasa ni kutafuta, kuna wale ambao wamepata marks za juu kwenye hii mitihani ya CAT na SAT, kama watapata admission kwenye vyuo vingine vyenye hadhi ya juu zaidi, then itapunguza mzigo kwa serikali. Na kwa wale ambao wanakwenda limit, kwa wale 34 tayari tumeshapata confirmation kwamba watapata waiver ya 50% kwenye ada. Kwa hiyo inapunguza mzigo kwa serikali yetu, na niweke commitment tu hapa kwamba sisi kama Nelson Mandela kwa kushirikiana na wadau wengine tutaendelea kuhakikisha kwamba programu hii inatekelezwa kwa viwango na kwa mafanikio ya juu, na hata kwa awamu zijazo mwakani na miaka inayofuata.